waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Oh, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Sema waweza, 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 waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Tumesoma Mathayo 15 mstari wa kwanza. Biblia inasema, kisha Mafarisayo na walimu wa sheria wakafika kutoka Yerusalemu, wakamwendea Yesu wakimuuliza, kwa nini wanafunzi wako hawajali mapokeo ama mafunzo tuliyopokea kwa wazee wetu? Hawanawi mikono ipasavyo kabla ya kula. Amen. Usijiulize maswali mengi kwa nini shetani anajaribu kupingana na somo ya leo. Utaelewa ya kwamba kila somo ambayo inamwangamiza yeye upingana nayo. Haleluya. Amen. Kuna aina fulani za watu kwa Biblia. Aina ya kwanza tunaweza kuangalia ni Masadukayo. Aina ya pili tunaweza kuangalia ni wale tunaita waandishi. Aina ya tatu tunaweza kuangalia ni wale tunaita Mafarisayo. Aina ya nne tunaweza kuangalia ni wale tunaita makuhani, Walawi. Tunaweza kujifunza juu ya hizo aina zote, lakini leo nataka tuangalie kuhusu hali ya Mafarisayo. Katika vikundi vilivyosumbua huduma ya Yesu Kristo duniani, moja wapo ilikuwa Wafarisayo. Mtu aseme Wafarisayo. Wale wandugu walimsumbua Yesu sana kwa sababu walilelewa katika sheria, walifunzwa haki ya Biblia, waliambiwa kuhusu Musa mpaka wakameza, walizungumzwa kuhusu sheria ya Biblia, wafalme na waongozi wote, mpaka ikaanza kusama ndani yao, na ikafika mahali wakizungumza kuhusu sheria unafikiria ni wao walitengenezaga, na waliishi maisha ambayo walitaka sana wajulikane na watu kwamba wao wanaelewa lile wanalifanya. Ukimkuta mtu ambaye anataka sana umjue yeye ni nani kwa maneno lakini sio kwa vitendo, uanze kujiuliza kama huyu sio Mfarisayo. Sijui kama una rafiki ama kama hauna huyo rafiki. Sijui kama anaweza kuwa ni wewe peke yako una zoezi ya kujisifu sana mbele za watu kwa kuwajulisha wewe ni nani. Angalia unaweza kumwambia naamini sio wewe, lakini wewe unajijua. Una zoezi ya kujisifu sana ili kwamba ujulishe watu wewe ni nani. Unasikia mtu anakuambia, Buda Klaus, ambia umi ni nani? Ambia umi ni nani? Buda, ambia umi ni nani? Maana yake iko na zoezi ya kutaka sana watu wamuogope. Mtu aseme Wafarisayo. Watu ambao walitaka nje yao ijulikane sana, lakini ukiangalia nje yao na ndani yao havikufanana. Walizungumza kuhusu maji, lakini ikifika kunywa wakanywa divai. Walisema usilewe, lakini wenyewe kwa nyumba zao kulijaa pombe.
walisema uwe na mke mmoja, lakini walionekana wakiwa na makahaba. Wakati wowote unapojikuta kwa maisha yako, maneno ya kinywa chako na hali ya kutokezea yako haifanani tena, anza kujua ya kwamba wewe umekuwa mpinga Kristo. Umeanza kupinga lile ambalo wewe mwenyewe unalihubiri. Unahubiri dhambi leo na wewe mwenyewe unaipromote kesho. Unaikataa leo na wewe mwenyewe unaiinua kesho. Unasema kuhusu tabia mbaya leo na wewe mwenyewe unaitenda. Tikisa jirani yako mwambie, wale ni Mafarisayo na wewe si mmoja wao. Tunapoanza kuangalia kuhusu hawa ndugu zetu Mafarisayo, Biblia inasema Yesu siku moja akaja kwao akawaambia, nyinyi mnasafisha kikombe chenu nje na ndani ni kichafu. Mumeosha vikombe vyenu nje na ndani mkaviacha uchafu. Kwa hivyo ole wenu nyinyi Mafarisayo. Akaendelea akawaambia, ninapowaangalia munakaa kama makaburi yaliyopakwa rangi. Nje yanapendeza lakini ndani yanabeba mifupa na ni mifupa mivu. Inamaanisha munapotokezea nje munaonekana kuwa wazuri na wakupendeza, lakini ikiangaliwa ndani yenu munajaa mifupa na ni mifupa mikavu, mifupa mivu. Akawaambia, enyi Mafarisayo, kazi yenu kuwahukumu watu, kazi yenu kutia sheria mbele za watu, na nyinyi wenyewe mnazivunja. Bwana asifiwe. Na ndio kwa maana Bwana anataka jioni ya leo tujiulize, sisi ni watu wa aina gani? Je, sisi ni wafuasi wa Kristo ama ni wafuasi wa Mafarisayo? Bwana Yesu atusaidie. Nasema Bwana atusaidie. Wakati wowote ule kwa maisha yako unapoanza hatua ya kwanza ya Wafarisayo ama tabia yao ya kwanza, walikuwa na karakta ambayo ama characteristics yao moja ilikuwa that walikuwa watu ambao ni self-righteous. Watu ambao walijiaminia utakatifu. Watu ambao walijua wao pekee yao wametakaswa. Wao ndio watakatifu. Wakiangalia wengine wote ni wenye dhambi, lakini wao wamefanya nini? Wametakasika. Mara ngapi kwa maisha yako unahesabu wengine wote hawana Mungu, peke yako tu ndio uko na Mungu? Mara ngapi kwa maisha yako wengine wakiomba unasikia ni kama maombi yao haina nguvu, ni wewe tu ndio ukiomba watu wanapata? Tikisa jirani yako mwambie, tabia za kiufarisayo. Mara ngapi kwa maisha yako unafikiria wewe tu ndiye mtakatifu? Halo? Unapotembea, unapoongea, unakutana ni kama kazi yako ni kuangalia kwa niaba ya Roho Mtakatifu nani yule ambaye hajasimama sawa. Tabia za Farisayo. Tabia za kifarisayo zilikuwa ukiingia mahali unasema, kwa nini mama mchungaji amekitandia hivyo? Hiyo sio tabia nzuri. Angetaka kujitandia kijitandia hivi. Maanake kila mahali utaangalia utatoa makosa. Kwa nini alipokuwa akiomba aliinua mikono hivi? Hiyo ni Illuminati. Alifaa kuinua hivi. Mafarisayo
wanajua wao tu ndio watakatifu, wengine wote hawafai. Kama hiyo roho iko kwako, naomba leo Bwana aivunje kwa jina la Yesu Kristo. Kama roho ya kufikiria wewe tu ndio umetakaswa na wengine wote hawafai, naomba Mungu aitoe kwa jina la Yesu Kristo. Kama unanisikia sema nasikia. Wakitembea walijua ni kwamba haki ya wokovu wao ama utakatifu wao uko katika hizo nguo wanazivaa, zinaandikwa sheria. Na walikuwa na hali fulani kwa maisha yao, ni kwamba walijua wengine wote hawafai. Umewahi kujihisi hivyo? Mtu anataka kukufasiria kitu lakini unasikia wengine wote hawafai, wewe tu ndio unafaa. Unasikia wengine wote hawana la kusema, wakiongea hausikii Mungu. Alo, unasikia ni kama ungeneno na wavuta wote uwatupe nje, hawana ndani nguvu za Mungu. Siri ni kwamba sio wao hawana nguvu za Mungu, ni wewe una roho ya kifarisayo. Kama unanisikia sema nasikia. Kwa sababu nguvu za Mungu sio zako za nyumba yako. Huyo Mungu unayejisifia kumbeba, wengine wanaweza kumbeba. Sijasimama hapa kuhubiri kwa sababu mimi tu ndiye Roho Mtakatifu anaweza kufunulia siri za mbinguni, lakini kwa sababu ni mimi nimepewa nafasi hii ili kwamba nikahubiri. Kuna wahubiri wazuri wamekaa chini na Bwana anawaandaa kwa njia moja ama nyingine na wanahubiri vizuri. Haleluya. Kama unaimba leo kaka yangu ama dada yangu, usifikirie ni wewe tu ndiye mwimbaji mzuri dunia hii. Kuna waimbaji wengine wazuri, lakini ni neema tu imeachiliwa juu yako ili kwamba uwe mahali uliko siku ya leo. Kama unanisikia sema nasikia. Chochote unachokifanya leo, ukifanya ujue ya kwamba Mungu ndiye anagawa vipawa, anaweza kupea yeyote atakaye. Sifa kwa Mungu. Kwa nini unaanza kujifanya sema utaanza kuwa na ubiri Benjamin? Wewe endelea kuwa unacheza vyombo vyako, kuhubiri ni yetu. Jamani ni yenu, wewe nani? Ulitowaga wapi? Sisi ndio waombaji. Wewe nani? Ulitowaga uombaji wapi? Sasa jirani yako mwambie tuache ufarisayo. Haleluya. Kuna kitu nataka kuambia waimbaji wenye wako hapa, waimbaji na wanamuziki, mnisikize. Kama uko hapa unisikize very careful. Kuna ufunuo fulani ambayo watu wamekosa duniani na ndio kwa maana hawaendelei sana. Ufunuo huo ni kwamba wanamuziki wanapoenda kwa kanisa fulani, wanaenda na shabaha moja, ni kwamba tutahudumu, lakini ni sharti mchungaji naye atuangalie. Sio kweli? Ni sharti mchungaji naye angalie maslahi yetu. Na huyu mchungaji naye anasema nitahudumu na ninataka Mungu aangalie maslahi yangu. Halo? Sasa huyu mchungaji anaamini Mungu na Mungu anamsaidia. Anaomba mbingu zinamfungulia milango. Lakini huyu mwanamuziki matarajio yake si kwa Mungu, matarajio yake ni kwa mtu. Sasa utawahi kuendelea kwa maisha yako kabla haujapata ufunuo ya kwamba katika kila huduma unayoifanya anayeweza kuprovide for a long period, mwenye anaweza kuprovide for a permanent time ni Mungu wala sio mtu. Kama unanisikia sema nasikia. Ndio unasikia mimi nilikuwa naenda kanisa fulani lakini pastor akaninyanyasa mahali, nikatoka kwa hiyo kanisa nikaenda kwa kanisa fulani, pastor akaninyanyasa mahali, nikatoka kwa hiyo kanisa nikaenda kwa kanisa fulani. Kwa hivyo unakutana huyo mtu ameenda kanisa 10 na zote amenyanyasiwa na mchungaji. Ukimuuliza na Mungu naye alikunyanyasa kwa gani? Yeye na Mungu huwa hawadili. Hakuna mahali yeye na Mungu hudili. Hakuna mahali asambia Mungu nitakuhudumia uniprovide. Kwa hivyo Mungu hajamnyanyasa, hajawahi tumikia Mungu, anatumikia kwa wachungaji. Sikiza mwenzako kama ni mwanamuziki mwambie acha kutumikia wachungaji.
mbingu zikupatie ufunuo juu ya kwamba wale ambao wanaishiaga Mungu wanapataga kutoka kwa Mungu, na wale wenye wanaishiaga watu wanakuwaga disappointed always na watu. Hallelujah. Unapoomba kaka yangu, ni vizuri kulipiwa nyumba, ni vizuri kupewa pesa, ni vizuri kupewa fare, ni vizuri kupewa kunyiwa hiki, hata mshahara ni vizuri, lakini usiweke matumaini yako kwa hiyo. Enda mbele za Mungu, mwambie zaidi ya hii wewe ndiye boss. Kama unaweza kupatia mchungaji wangu, hata mimi unaweza kunipatia. Kama unaweza kuinua mchungaji wangu, hata mimi unaweza kuinua. Kama anakutumainia, hata mimi nitakutumainia. Na mbingu zitaanza kuprovide. The same mbingu zinaprovidea mchungaji, the same mbingu zitaprovidea mwimbaji, the same mbingu zitaprovidea musician, kwa sababu wote wanaangalia mbingu. Kama unanisikia sema nasikia. Mungu nisaidie, kwa sababu hii ni somo watu wanahitaji wasikie. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wanajiamini ya kwamba wao tu ndio wakamilifu, wengine wote hawafai. Na ukifanya mistake, ukuje uwa challenge, wanakuonyesha ya kwamba sheria zote wanazijua. Mmoja wao siku moja akaja akakutana Yesu, akamuuliza, Bwana, mwalimu, inanifaa nini ili kwamba niingie ufalme wa mbinguni? Yesu akamwangalia, anajua ya kwamba midomo yao inajaa maneno matamu, lakini maneno yao yanajaa sumu. Kuna watu duniani ni Mafarisayo, wakikutana na wewe wana maneno matamu, lakini maneno yao ni sumu. Nakwambia papa, kama sio wewe hatungelikuwa dunia hii. Wewe ndiye yote, wewe ndio mambo yote. Ukigeuza mgongo wanasema huyo kufa takufa, huyo haendi mahali huyo. Lakini ukiongea na wao wanajifanya kuwa wako, wanakea, wanaongea maneno mazuri. Ni Mafarisayo. Mmoja akamuuliza Yesu, akakwenda kumwambia, Bwana, wewe uliye mwema nataka uniambie. Wewe uliye mwema nataka uniambie, inabidi nini ili kwamba mtu aingie ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, hakuna aliye mwema ila mmoja tu, ni Mungu. Kwa nini Yesu alimjibu hivyo? Kwa sababu alijua hajamuita mwema kwa uzuri, anamuita mwema ili kwamba asikize kama Yesu atasahau sheria inasema hivyo, naye akubali yeye ni mwema. Yesu akamgeuzia, akamwambia, kama unaniita, maana yake in another way Yesu alikuwa anamwambia, kama unaniita mwema, maana yake unakubali mimi ni Mungu. Hello. Lakini Yesu akamwambia sheria zote za Musa, ili kwamba angalia kama ndugu atasikiza. Huyo ndugu akamwambia, nimeshika sheria zote. Are we together? Sheria zote tangu nilikuwa mdogo nimezishika na kuzifuata. Lakini Yesu akamuuliza, sasa umezishika na kuzifuata, sasa fanya hivi, enda uuze mali yako yote, uigawanyie maskini, nawe utanifuata na utakuwa umepata hazina kubwa mbinguni. Jamaa akachapa Esau, akaona kama ndio ujinga ya jamaa. Biblia inasema jamaa akanyamaza na akapotea kabisa. Akaenda. Kwa nini? Kwa sababu walishika sheria yote 10, lakini walisahau kama sheria yote 10 imegawanyika kwa vitengo ngapi? Vitengele viwili. Ya kwanza, penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Penda Bwana Mungu wako. Na ya pili, penda ndugu yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hizo vipengele viwili vinaunganishwa pamoja, vinabeba amri 10 za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya zote zingine, ujue ya kwamba zote 10 zinaenda kwa vipengele ngapi? Penda Mungu na penda nani? Ndugu yako. Lakini tena Yesu anakuja kauliza, unawezaje kusema unampenda Mungu usiyemwona? Usipompenda ndugu yako unayemwona siku zote.
Ninawezaje kusema ninampenda Mungu lakini ninamchukia ndugu tunayeishi na yeye? Ninawezaje kusema nampenda Mungu lakini upendo wangu kwa yeyote aliye karibu yangu hauko? Tikisa jirani yako umwambie, kama unampenda Mungu basi unipende kwanza. Kama unanisikia, patia Bwana makofi mazuri. Sikiza niwaambie watoto wa Mungu, kufuatana na upendo ni kwamba upendo ni tofauti na kufurahia. Unaweza kushindwa kunifurahia, lakini kunipenda ni sharti unipende. Kufurahia ni choice yako. Kuko mtu yuko hapa, hii kala ninavaa ndio kala anachukiaga kwa maisha yake. Sasa yuko hapa tu, lakini kuna sikani kama sasa kama kilipoamka kikabaa hivyo kilikuwa kinafikiria nini? Kinakaa tu ni kama vile kimaua kimesimamishwa mahali. Sikia mauchungu, lakini kunipenda si haki yako, ni sheria ya Mungu. Kanisani utake usitake, kupenda jirani yako ni sharti umpende. Kama unanisikia sema nasikia. Unaweza kuchukia nywele zake, sasa anakanajifanya hapo na nywele zake zinakanje. Uchukie nywele, lakini kumpenda ni sharti umpende. Na tutaenda sasa kuangalia, ukijiuliza upendo ni nini, ndio utagundua ya kwamba tuko mbali na upendo. Hello? Upendo ni nini? Tunda la Roho ni upendo, si ndio? Sasa hiyo upendo yenyewe Paulo anaandika, anasema kwa kitabu cha Wakorintho. Nataka tu pastor nifungulie hiyo, ufungue microphone yako kama itawezekana. Uangalie tu Wakorintho wa kwanza 13. Soma. Nijaposema kwa lugha za wanadamu, za watu na za malaika, kama sina upendo, mimi nimekuwa bure. Ngoja kuangalia tu jirani yako kwa uso, mwambie umetabiri ya kutosha. Anza kupenda. Endelea. Tena ijapokuwa na unabii, ninatoa unabii, na kujua siri zote na maarifa yote. Na kujua siri zote na maarifa yote na maanisha nini? Na kujua kenye ulifanya kwa roho yako, na kujua kenye utafanya kesho. Na kujua siri zote na maarifa yote. Nijapokuwa na imani timilifu, ningelikuwa na imani yenyewe imesimama ngangari, kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kiasi ya kuambia mlima iondoke kutoka Ngong iende kujitupa mahali itajitupa. Kama sina upendo si kitu mimi. Kama sina upendo mimi ni zero. Angalia jirani yako mwambie acha kuhamisha milima. Tikiza jirani yako mwambie miujiza ni mzuri, lakini kwanza upendo. Endelea. Tunasema tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, nikitoa mali yangu yote kuwalisha maskini, kwa sababu ya maringo ninataka wajue mimi ndiye kusema. Tena nikijitoa mwili wangu niungue na moto, mpaka niseme nifikie mahali ya kusema juu yenu mimi naweza kupita kwa moto niungue. Kama sina upendo yanifaidi. Kama sina upendo ni zero. Kwa hivyo namaanisha nini? Hata kunipea kwa kunidharau, nipende kwanza. Alo, kuna mtu anaweza kukupea unafikiria na kusaidia, kumbe anakudharau. Acha kunipea kwa kunidharau, nipende kwanza. Angalia jirani yako mwambie kanisani ni sharti tupendane. Endelea baba. Upendo uvumilia. Upendo uvumilia. Angalia tu mwenzako kwa uso, mwambie tu wazi, wewe uvumilia kweli? Endelea baba. Kufadhili ndio aje? Hello. Kufadhili ndio aje? Kwa yako ya Kiingereza nasema nini pale? Nataka tusiruke. Kufadhili ndio aje? Kiswahili unajua kuna mwingine anaweza sema tu amena hapa na hajasikia kufadhili ndio kufanya nini. 1 Corinthians 13. Unasikia? Love is kind. Oh my God, now that's the word. Kind. When we talk
talk of kindness, we are talking of care. We are talking of mtu ambaye anajali. Are we together? Upendo ujali. When you hear when we say, Klaus, when we say somebody is kind, what comes to your mind? Somebody who has a good heart. Hello, mtu mwenye iko na moyo mzuri. Manake anaonyesha kujali wengine. Hello. Swali ni hii, je, unakuwa wa hivyo? Kujali. Mwambie ananivutia waya na ananiambia, Buda, niko hapa kwa mvua, ninanyeshewa, na mimi ninapita na kigari tu. Nasema ninakupenda mtoto wa Mungu, wende nyumbani tuonane kesho kanisani. Angalia jirani yako mwambie, naamini hiyo sio wewe, lakini unajijua. Mtu akikuja karibu yako anakuambia, rafiki yangu leo sina fare, nisaidie na 20 bob. Wewe, Mungu ana tabia chafu hizi kanisani msilete. Hizi tabia mimi nimezikataa hizi. Hizi tabia hizi za kuomba na zikataa. Angalia jirani yako mwambie, wewe sio huyo. Wewe sio huyo. Tabia hizo za kuomba usiniletee. Sasa nikuulize, mbona unasema tunapendana katika Kristo? Hiyo ndio upendo. Endelea mchungaji. Upendo hausudu. Hiyo nasema nini mama? Hiyo Kiswahili yako tatu usudu. Upendo manake hauringi. Huwa haujiinui. Upendo huwa haujiinui. Unanizarau, unataka nini nani? Wewe. But I love you. No, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna upendo. Upendo hujishusha. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Upendo hufanya nini? Hujishusha. Upendo unafanyaga wenyewe waliinukaga wanaungana na wenye wanainuka ili kwamba wote wainuke. Inaitwa upendo. Endelea mtumishi wa Mungu. Haukosi kuwa na adabu. Upendo haukosianaji adabu. Upendo haukosianaji adabu. Wale wenye wanapendana huwa hawakosiani adabu. Watoto wa Mungu, disrespect ni saini ya ukosefu wa upendo kanisani. Watu wanakosiana maheshima, watu wanakosiana na adabu, watu wanajibiana vibaya, ukosefu wa upendo. Naomba leo Mungu akuumbie roho ya upendo kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu akuumbie roho ya upendo kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya, endelea mtumishi. Hautafuti mambo yake. Upendo haijijali peke yake. Tukiona na Klaus anatuchapa 5000, ninamwangalia ninamwambia, Buda, Mungu tu aendelee kukupaka mafuta na Mungu aendelee kukubariki mtoto wa Mungu, ninakuombea. Lakini mimi nimeweka ngapi kwa mfuko? 5000. Lakini yeye ninamuombe. Sasa jana nako mwambie nimetosheka na maombi. Upendo haujijali peke yake. Unakutana mtu tuko kanisani sote, wewe unabaaga tu vitu vingine vya hali ya juu, lakini mwenye mnaishi karibu naye, ama kwanza niongee wazazi wengine wako hapa, unakutana kadoka kiingia, mzazi anapitia kwa hoteli mahali, anatandika kikuku, alafu ananunua umena, anaenda nyumbani na anategea tena wapike atandike. Ukosefu wa upendo. Kai anaunda yeye mwenyewe kwanza, anaunda mandazi. Tena niyo mandazi moto iko anasema mama kaya hii nipate kingine hapa. Niweke kingine hapa. Niongeze kingine hapa. Anaangusha mandazi ile kisha ananunua ngumu mbili. Breakfast. Wewe upendo haijijali peke yake. Kama unanisikia sema nasikia. Kama unanisikia sema nasikia. Endelea mchungaji. Hauoni uchungu. Upendo huwa hauoni uchungu. Maana yake inamaanisha nini? Nikikukosea kwa sababu ya upendo, unaanza kusikia tu ningelikasirika zaidi. Lakini kukasirikia huni kama kujikasirikia peke yangu. Na hiyo siko naongea upendo aseno ya demu chick na dude. Sio stories za chick na dude, ni stories za kanisa. Brother, sister, tuko tu church. Hakuna story yetu mimi na wewe tuko na mpango fulani. Ni story tu za church. Kama nasikia sema nasikia.
Ni story tu za mbele ya Father tu hapa tu Father God. Hakuna story yote kusema ni mastori ya ni demu ya Mungu. Jamani, hakuna story kama hizo. Ni story tu za church. Hello? Manake na maanisha tu ni story zenyewe. Geoffrey anafaa kufanyia Maria anafaa kufanyia Mambisho anafaa kufanyia Mose anafaa kufanyia Pastor Action. Sio story za kusema ukifanyia mtu manake tu umemweka box. Hakuna story za box, ni story za Bible. Kama unanisikia sema nasikia. So wengine wetu tu watafikiria that is too much. You can only do that to your husband or your wife. No, to your fellow member, your fellow Christian. You must bear with them. If you hear me say I hear. Kama unanisikia sema nasikia. Endelea mchungaji. Hauhesabu mabaya. Hauhesabu mabaya. Kuhesabu mabaya ndio nini? Juzi tulikuwa kanisani, ukapita haukunisalimia. Tena nakumbuka mwaka juzi ulipitaka haukunisalimianga. Hata mimi sitawahi kukusalimia tena. Unajua huyu mtu hana upendo ndani yake. Mtu wa upendo huwa hahesabu mabaya. Na kuibia siri. Tunaona vile tu saa hizi tunakaa hivi, kuna watu wengine wakitembea wanaangaliaga juu, hawaangaliaje chini. Akikukanyaga tu, wewe mjinga, kichwa hii ulinikanyaga juzi nikanyamaza. Nilikuwa nimefua nguo yangu tena ukapita ukaichafua. Wewe kwani unataka unajua hakuna upendo. Upendo huwa hahesabu nini? Mabaya. Nikasikia mambo mengine anafungua ka list. Anaambia bwanake, leo nimetosheka. Acha nikutajie. Tulikuwa tunaenda mimi na wewe Kiserian, ukaniangalia kwa gari kanisa. Hiyo ni kwa 2 weeks ago. Tulikuwa tunatoka mimi na wewe siku nyingine, sijui hapo Madasia, ukanigonga kisha ukaniambia, "Kwani unataka kila siku nilikuwa naomba msamaha?" Hiyo nakumbuka. Kuna siku tulipita mimi na wewe, mstari mwingine akapita hapo, ukamwangalia, nikakwambia unamwangalia nini, ukasema una appreciate creation. Ninakumbuka. So akamtajia ka list kote. So tikisa tujelera kumwambia hata wewe una ka list. Ni ukosefu wa upendo. Mungu atuambie upendo. Endelea mchungaji. Haufurahi uzalimu, haufurahi mabaya, haufurahi vitu ya ovyo ovyo. Are we together? Aseme kwa sababu ninakupenda sasa unakuja na ninafurahi tu kwa sababu ninakupenda. Hapana, mabaya unakemea. Kama unanisikia sema nasikia. Mabaya unafanya nini? Unakemea. Unasema hapa kwa sababu ya upendo siwezi kubaliana na hii. Hii ni mabaya na kataa. Hii ni makosa na kataa. Kama unanisikia sema nasikia. Endelea. Bali ufurahi pamoja na kweli. Upendo ufurahi pamoja na kweli. Inamaanisha nini? Nitakuamakia lakini bado nitakukumbatia. Haleluya. Nitakuamakia lakini nitakukumbatia. Wafarisayo hawakukuwa na hiyo. Utaendelea mchungaji. Hawakukuwa na hiyo. Wanajifanya ya kwamba wewe tu ni mbaya, wao tu ni wazuri. Angalau nataka tukwambie, ingawaje ubaya wako kuna mazuri fulani unayo. Kama naamini ni ukweli, patia Bwana makofi. Unaweza kurudia hiyo neno, uangalie mwenzako kwa macho hivi vizuri, macho kwa macho, eye kwa eye. Angalia mzuri, mwambie ingawaje una ubaya lakini una uzuri fulani. Wewe si mbaya sana, pia una uzuri wako. Patia Bwana makofi. Haleluya. Kila mtu dunia hii anaweza kuwa na ubaya lakini ana uzuri wake. Ama ni aje? Kabisa. Haleluya. Hiyo ni kosa ya kwanza ya Mafarisayo. Kosa ya kwanza ya Mafarisayo nimewaambia ilikuwa hiyo tabia ya kujiwazia utakatifu peke yao na wengine wote sio watakatifu. Kosa yao ya pili, haraka tutaendelea kwa hiyo wiki itakayokwenda. Kosa yao ya pili, imani yao ililala kwa Abrahamu na wala sio kwa Mungu. Imani yao ililala kwa Abrahamu na wala sio kwa Mungu. Waliamini mtu wakashindwa kuamini Mungu wa huyo mtu. Waliamini sana Musa alisema nini, lakini hawakutaka kusikia baada ya Musa Mungu wa Musa alisema nini.
imani yao ililala kwa mtu. Ndio Wafarisayo wa hiyo aina ni watu gani? Umeshasikia mtu mwenye kila kuongea yake anaongeaga kuhusu kanisa yao ni kubwa, anaongeaga kuhusu vile mchungaji wao ni moto, anaongeaga kuhusu vile Mungu anawatumiaka, gisi wao wanafanyaga miujiza. Imani yake inalala ndani ya huyo mtu, lakini sio ndani ya Mungu. Sasa nataka kumwambia hiyo ni Ufarisayo. Imani yao ilikuwa inalala kwa watu na wala sio kwa Mungu. Maana yake wanaamini watu sana na hawaamini Mungu sana. Wametoa Mungu kwa kiti chake wakaweka watu sana. Lakini leo nimekuja kukuambia, toa imani yako kwa watu, weka imani yako kwa Mungu. Kama unanisikia sema amen. Soma Mathayo 3:8 na 9, tusikie inasema nini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mathayo 3:8 na 9. Mathayo 3:8 na 9, tusikie inasema nini. Mathayo 3:8 na 9 inasema, basi zaeni matunda ya pasayo toba. Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Amen. Amen. Yohana iko anawaambia mwishatutesa kila siku, mnatuambia sisi ni watoto wa Ibrahimu, sisi ni watoto wa Ibrahimu. Mungu anaweza kuwanyang'anya kutoka kwa hiyo utoto wa Ibrahimu na inue mawe ingine, mawe kwa mawe. Alo. Nataka nipatie ufunuo kidogo nisikie. Wakati Yesu Yohana alikuwa anawaambia Mungu atainua kutoka kwa mawe wana wa Ibrahimu. Tuko pamoja? Kwa sababu Yohana alikuwa anatabiri ya kwamba Yesu Kristo atachukua wa mitume 12 ambao kwa kila wakati 12 ilipotajwa ilikuwa inatajwa kwa kuonyesha kabila 12 za Israeli. Pia ilikuwa inatajwa kuonyesha madhabahu ya Bwana iliyojengeka. Tuko pamoja? Madhabahu ya Bwana. Kwa hivyo madhabahu wa mitume 12, Mathayo, Luka, Petro, Yohana, Yakobo, wale wote ambao tunajua, tuko pamoja, wote 12 walikuwa wanasimama kuonyesha madhabahu ambayo Yesu Kristo amekuja kuyajenga mapya. Na ndio kwa maana unakutana mmoja wao anaitwa nani? Anaitwa Petro. Petro ni nini? Halo. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa anasema Bwana atainua haya mawe. Bwana atainua haya mawe, haya madhabahu mapya kuyafanya watoto wa Abrahamu. Wewe haukukuwa umehesabika kwa watu wengine, kupitia mitume ndio wewe umekuwa mtoto wa Abrahamu. Sisi ambao tulikuwa mawe tumefanywa kuwa watoto wa Abrahamu. Yohana alikuwa anawaambia muache kujifikiria nyinyi tu ndio watoto wa Abrahamu, utoe imani kwa Abrahamu. Mungu atajenga wengine ambao watakuwa watoto wa Abrahamu na wataweka imani yao kwa Mungu. Kama unanisikia sema nasikia. Watu wengi wanateseka kwa sababu wako na roho ya kiufarisayo, wameweka imani yao kwa watu na hawajaweka imani yao kwa Mungu. Ninaomba leo Mungu akusaidie utie imani yako kwake na wala sio kwa watu. Halo. Walikuwa wanafikiria wao wenyewe tu ndio watoto wa Abrahamu. Yohana 8:39, tusikie inasema nini. Yohana 8:36 na 9:39. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akawaambia, kama mungekuwa watoto wa Ibrahimu, mungezitenda kazi zake Ibrahimu. Walikuwa neno wamejifanya kila wale waneno wanasema Abrahamu ndiye baba yao. Yesu akawaambia siku moja, kama Abrahamu angekuwa baba yenu, mngelifanya kazi za Abrahamu alikuwa anafanya. Ninyi mnafanya ujinga hapa alafu mnajifanya aseme Abrahamu ni baba yenu. Wafarisayo. Unakutana watu wako wanafanya vituko lakini wanakuambia, sisi ndio wenyewe tuna represent Roho Mtakatifu. Hakuna vituko vya Roho Mtakatifu duniani. Roho Mtakatifu ni wahoda. Roho Mtakatifu ni wa kweli. Roho Mtakatifu sio wa kujichanganya. Kama unanisikia sema amen. Akamwambia kama baba yenu ni Abrahamu, mngelifanya kazi ya Abrahamu. Inamaanisha kama baba yenu ni Mungu, mtafanya kazi ya Mungu. Haleluya. Kama
kweli tumesema sisi ni watoto wa Mungu, basi tufanye kazi ya Mungu, kwa sababu hatuwezi kujiita wana wa Mungu na tunafanya kazi ya wengine. Kama baba yetu ni Yesu Kristo, kama baba yetu ni Roho Mtakatifu, basi tutafanana na baba yetu. Haleluya. Tabia yao ya tatu, walifanya kila kitu ili kwamba wasifiwe na watu. Walifanya kila kitu ili kwamba wasifiwe na watu. Walifanya kila kitu ili kwamba wasifiwe na watu. Wa Mafarisayo walifanya kila kitu kwa maisha yao ili kwamba wasifiwe na watu. Nilikuwa na ndugu mmoja kwa kanisa mahali fulani ambaye alikuwa na hiyo tabia ya kufanya kila kitu ili kwamba asifiwe. Wakati yenye hatuko, wakati yenye mimi siko, hawezi kufanya huduma. Hawezi kufanya huduma. Anaenda na kakaa huko kwa watu, anaboeka na anachezaga keyboard vizuri sana. Lakini wakati yenye niko, unamwona tu anajitokezeshea huko mahali anakaa, anaenda anaangalia hivi. Anaenda anajipeleka mpaka kiwele, anaipinya hivi. Na mimi nikisema, hey, siku hiyo watu watajaza. Nikifanya tu hivi, atapinya pale vitu tu. Watu wanasema, leo ni upako. Kumbika. Nilimpiga kanini? Kaoke, si ndio? Nikimfanya tu, anacheza vizuri. Siku yenye siku, anakaa huko kwa watu. Siku moja tu nikakuja nikamwambia, siku tena nitakuona kwa hii kanisa. Kutoka leo nisikuwahi kukuona tena hapa. Akaniza, kwa nini? Nikamwambia, kwa sababu kuna tabia chafu. Unapenda kusifiwa na watu. Unapenda kuonekana na watu sana. Kila kitu unataka kufanya mpaka nikusifie, mpaka watu wakupende, mpaka watu waone kila mtu. Usiwahi kuja tena hapa. Akasema, sio wewe una mtu kama huyu. Na akaenda. Na kanisa bado kaendelea. Kuna watu wenye wako na hiyo roho kwa maisha yao. Wako na roho ya ufarisayo. Wakati yenye anaomba, anataka kila mtu asikie sauti yake. Tunatosheka. Halo? Wakati yenye wanaimba, unamkutana tena. Ajua ataka kwa kanisani. Roho Mtakatifu yuko hapo. Kumbana hivi nani? Sijana nako mwambie huyo sio wewe. Tunataka kila kitu tukifanye watu watusifu. Pastor anahubiri, wakati ibada inaisha anaanza ila anauliza watu, ndugu yangu Israeli, hiyo injili imekuguza? Umebarikiwa? Mzee, hiyo injili ilikuwa na nguvu leo. Imekubariki? Wewe acha ufarisayo. Mchungaji nilikuwa nasema ni asante kwa sababu ya neema Mungu amenipatia. Mimi ndio nimepanguza viti vyote leo kanisani. Nikufanye nini? Kama umepanguza alafu iwe nini? Ndio unaona mtu anabeba hiki. Kitakuvunja. Hai. Sikiliza ndio kumwambia huyo sio wewe. Lakini unajijua. Sasa tunataka tu kila kitu tunafanya watu watutik. Watu waseme amefanya vizuri. Na watu wasema kanisa hiyo hawana shukrani. Hawajui hata kusema asante. Unaweza, can I tell you something, Maria? Mimi ninaendaga ibada ya Tuesday, ninaendaga ibada ya Friday, ninaendaga ibada ya Monday, ninaendaga ibada ya Thursday, lakini hata hakuna siku moja pastor wangu ananiambia thank you. Kwani unanikujiaga ibada? Thank you what? Okay, sawa. Nani anataka nikuwa namwambia asante na asionage Mungu? Nitakuwa nahakikisha kila asubuhi ninakuja nakwambia asante. Bora tupatane na wewe. Hakuna story za mbinguni, si ndio? Nitakuwa nakwambia asante kila siku. Paka siku moja mtu mmoja akakuja akaniambia, kwani mimi nilikufanyaga nini? Nikamuuliza nini? Kila mara ukihubiri unakuwa unataja mtu fulani. Sasa mbona unanitaja? Kwani mimi sikwaji? Nikasema kai. Sijuaje nikitaja jina la mtu. Hapana.
unaifanyaka deliberately. Na mimi uko unanitaja, kwani unafikiria nini? Nikamwambia ndugu yangu, acha nikwambie ukweli, sitawahi kukutaja hata siku moja. Kwa sababu unajiombea. Kanda nitatoka kanisa lako. Siku nyingine tu nikakutana huyo ndugu mwenye nilikuwa nazoea kutaja, alikuwa anazoea kunipelekea vitabu hapo kwa madhabahu kama kawaida na maji ya kunywa. Nikakutana siku nyingine huyo ndugu ameshasimama hapa, anangojea kama ni hapa hivi, anangojea nipelekee vitabu. Nikaona tu kijana kimetokezea tu nikavichukua na kikaenda nazo. Nikasema kai, kama kanazibeba wapi? Sitasema hata hizo ndio nitatumia. Kikaenda nazo tu. Huyo ndugu akawake nasimama hivi. Nikasema kai, hii itakuwa vita hii. Nikakuja nikamuuliza ndugu yangu, Mungu atakupatia neema au utafuta mchungaji mwingine? Akaniambia hapana. Nataka na mimi tu unitaje. Kama utanitaja na mimi nionekane. Baada ya wiki mbili akatoka. Akaenda tafuta mahali atatajwa. Baada ya muda akarudi akaniambia, hiyo ilikuwa ni utoto ulikuwa unanisumbua. Nikasema sio utoto, ni ufarisayo. Tumelelewa tukaambiwa ya kwamba maneno ya watu ni mazuri, wakikusifu nasikia vizuri. Hapana. Hakuna kitu kizuri duniani kama kuonekana na Mungu. Mungu akikuona, hiyo ndio nzuri. Acha kutaka kuonekana na watu. Watu watakuona na kesho watakuacha. Taka Mungu, inua mkono wako kuume useme, Bwana Yesu, sitaki kupendekezwa na watu. Nataka wewe unipende. Patia yeye makofi mazuri, tena mazuri sana. Haleluya. Mimi tu ndio tunafanyaga hii mambo, lakini mimi hawalionaje hapo. Jamani, acha kutaka watu wakuone. Tunaona watu wanaanza exaggerate. Ushaona watu wana exaggerate mtubaji. Mtu alienda kaombea mtu akupona hata. Lakini anasema, huko bado tumetoka, vipofu wameona, viziwi wanasikia. Akukukua hata kipofu, lakini wameona. Sasa najiuliza walionea wapi? Hao watu wanataka kuonekana na watu. Achana nao, hawatapata zawadi mbinguni. Ni mafarisayo. Tumehubiri, Mungu ametudhihirisha mkono wako wa neema, maelfu ya watu wameokoka. Maelfu ya watu na mlikuwa watu 15. Sasa maelfu imetokea wapi? Jamani, hamjafika hata 100, lakini unasema mamia ya watu wameokoka na watu wameonekana kweli kumprodia Mungu. Uongo hiyo, ufarisayo. Angalau naweza kumwambia hiyo ni ufarisayo. Ingine ufarisayo ambao tuko nayo, unasikia mtu anaandika Facebook, niko kwa maombi ya mafungo ya siku 3. Kufanya nini Facebook kwa maombi yako ya mafungo? Sisi ndio tunafungia. Halo? Ni wewe, sisi ndio tunafungia. Tuko mlimani tukiomba. Unaona mtu anataka picha hapo, anafanya hivi. Tuko mlimani tukiomba. Kwenda huko ufarisayo wewe. Hakuna mambo na huko mlimani mkiomba. Unataka sana kusifiwa na watu. Ndio unaona watu wako na hatari pia hapo. Amena baba, tuombee. Tuombee nini? Hiko kipicha nikichikaga kitambo. Hayuko mlimani hata moja. Wafarisayo ni watu ambao wanataka kusifiwa na watu. Wanataka kila kitu wanafanya watu waione. Wanataka kila kitu wanafanya watu wapigie makofi. Wakiwa kwa maombi, ukikutana naye kwa njia kula clubs. Ukikutana naye tu kwa njia akitokezea tu hivi, Sasa kama uko kwa maombi, hiyo ni wewe peke yako. Kwani unataka hata niue? Utanivunja mkono. Angalau unataka kumwambia ufarisayo. Unakutana jambo ndugu yangu. Kwa siku 7 nimemngojea Bwana. Sasa hiyo siku 7 nimemngojea Bwana na huyu inaingiliana wapi? Angalau unataka kumwambia ufarisayo. Sasa ufarisayo iko kitu Mungu hataki. Mungu anataka tutoke kwa ufarisayo. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema baba mwingine alikuwa wa kanisa, asubuhi anaamka anashika mke wake.
Akiwa ameweka mke wake hapa hivi, anasikia hodi. Anaona nani? Akasikia mchungaji. Akafahamu baki akamwambia, tutaendelea. Mchungaji, karibu baba, karibu karibu mchungaji. Mchungaji akasema, hii ni nini hapa? Anajua mama naye kuna wakati ananipaka libam. Kumbe ni damu aligonga hapa hivi. Libam. Mchungaji akaingia, wakakaa, wakakula, wakaomba, wakatabiri, wakajazwa. Mchungaji akifika tu nje akamwambia, tuliachia wapi? Unafikiria? Mchungaji anasimama kwa mlango, anasikia. Mchungaji alitoka ndo nini? Nini uko ndani? Mchungaji, unajua hata unatujaza huko. Ulituachia nguvu huko, Life hii nakuelezea ilifanyika hapa. Mwingine mchungaji tu anapika kwa watu, bila anapiga hodi. Mchungaji kuingia hivi, anaona mtu kuchini mezanatia hivi. Karibu mchungaji, karibu. Leta chakula, tukunyeleta chai. Kumbe kila majili ya mtu kukunywa pombe. Na ni kimtu kia kanisa, kimzee kia kanisa. Kila mtu kunywa pombe, sasa kila mchungaji anakuja kikatia chini. Leta chakula. Chakula ili kwamba afunge hiyo harufu ya pombe. Mchungaji anakaa hivi. Tunamwambia, mbona uko unacheka? Ni uzuri tu mchungaji. Hii ya chini ya meza. Mchungaji na wewe. Mchungaji. Leo tujana niliamua nikapima kapombe, lakini siku nyingi sana mchungaji. Unaweza enda nao nyumbani. Mchungaji, sasa nikaenda nao nyumbani niifanye nini? Niende nao nyumbani niifanye nini? Na mchungaji, siku nyingi jana niliamua nikapima kidogo. Mwingine mke wake anamwambia, leo utaacha kukunywa hiyo pombe unakunyaga wa msulibatiziwa leo. Akasema hamna shida. Akafika nyumbani, akachukua chupa yake ya pombe, akaomba maji kwa beseni, akaiweka ndani. Ase, kutoka leo na mimi nimekubatiza. Wewe sio pombe tena, kutoka leo utaitwa soda. Mafarisayo. Tunaipea majina, tunaifanya vile tunaifanya, lakini ukimkuta nje huko, Bwana Yesu asifiwe mzee. Na unajua Kenya tumezoea. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka asubuhi ya leo. Okoka hata jioni. Ufarisayo unatufanya tunataka kila kitu tunafanya watu wakione, lakini hali zetu hazifanani na Mungu. Leo ninaomba roho ya ufarisayo Bwana aivunje kwa maisha yetu, atupatie roho mpya. Pointi ya kufuata ya wafarisayo nitakwambia Tuesday. Simama kwa miguu yako. Amen. Inua mikono yako mbele za Mungu. Sema, ee Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Naomba leo unisamehe. Mahali pote nilitembea kama mfarisayo. Unisamehe. Uniwezeshe nikupende wewe. Nitie imani yangu kwako. Niamini jina lako na niogope wewe. Niache kutaka kupendwa na watu na niache kutangazia watu utakatifu wangu. Nitembee chini ya woga wako na wewe unijenge. Siku ya leo nifunze kupenda ili kwamba niwe kama wewe. Nifunze kupenda ili kwamba nitembee chini ya woga wako. Nashukuru kwa sababu ufarisayo hautakuwa na nafasi kwangu. Ninajua ukweli, nitakomaa, nitajua kujificha. Hata ninapofanya makubwa sitaki yajulikane. Na kushukuru na kuinua kwa jina la Yesu. Patia Bwana makofi mazuri. Unajua, Bwana Yesu asifiwe.
Mfarisayo akikupea kitu, atatangaza kila mahali. Naomba Bwana atoe roho ya ufarisayo. Gile, kama sio mimi, mambisho yake ilikuwa hivyo. Mimi nimembea hiyo ngono na mabami. Nuko nasikia mtu anasema mimi nimembea ngono na mabami, kumbe alikununulia tai. Handkerchief. Niliwaambia wengine wanajifanya hata utakatifu kiroho mzee, Bwana Yesu asifiwe mama. Nataka tusimame na mzee. Mzee anateseka. Nataka tusimame na yeye. Mzee hana kitu. Tusimame katika kumsaidia na wewe. Angalia kama wakina dada 3 4 na wanaume wengine 3 4, tuungane tumsaidie. Uko mlozi. Yuko urogi, uchawi. Tamani kwa mchungaji siku 3 wa chakula. Mimi ndio nimewaachia jana pesa ya kununua kaunga, wakanunua kale kaunga kadogo. Na wanapendaga pesa. Niliwapea 200, lakini mbona wanakuta na kale kadogo? Lakini tusimame bado na wao. Ukitaka kuwasaidia usikuwa na wanunulia cha. Usikuwa na wapea pesa na wanunulia chakula mara moja. Utateseka. Yuko roho ya ushetani. Tulia, ukikutana na Mose uko nje ukamchotea kitu, acha kutuambia. Kama unanisikia sema nasikia. Tukikutana na Odishi uko nje, Odishi na kuchapa kitu, hakuna haja niseme. Ama Odishi ukikutana huko nje unaniangushia kanjiri, funga kinywa yako. Ama ni aje? Odishi sasa tukikutana na class ni aje mtu wangu? Nimemchota kanjiri jana mtu wangu. Unaona hiki kitendo unaona hiyo ngiri ndio mtoto mdogo, Ni aje pastor kule? Na kwa next time ni wewe. Siku hizi niko naambia wachungaji kakiti. Siku hizi wachungaji niko nawajenga tu. Nilijenga pastor sana jana, nitajenga hata wewe kesho. Angalau mwanzo waambie huyo sio wewe. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you.